wilaya yetu ya Mafia ni wilaya ambayo inalindwa na uchumi wa bahari pamoja na ushuru wa samaki, masoko na ushuru wa mazao mengineyo. Tano ni management, kutenga bajeti za miradi na kuelekeza kwenye miradi ambayo inaondoa kero kwa wananchi na kuhakikisha hiyo miradi ambayo umeitengea fedha inakamilika na kuweza kutoa huduma kwa wananchi ile iliyokusudiwa. Sita, management iwe inajiandaa na ukaguzi wa kila mwaka ili kuzuia hoja za ukaguzi na kujiwekea muda maalum wa kushughulikia hoja hizo. Lakini saba, management ijikite kwenye kutozalisha hoja badala ya kusubiri hoja zinazoibuliwa na CAG na kuanza mipango mikakati ya kuzifanyia kazi. Nane, ni kuimarisha ukaguzi wa ndani na kuhakikisha ushauri wake unazingatiwa na kufanyiwa kazi kwa wakati, kwa sababu hizi hoja zinazoibuliwa na CAG si ajabu mkaguzi wa ndani anakuwa ameziibua na yule kutuchukulia maanani unakuta zinafika mahali CAG anazikuta. Kwa hiyo zile hoja za mkaguzi wa ndani tuzifanyie kazi mapema iwezekanavyo. Tisa, wakuu wote wa idara wenye hoja washiriki kamilifu kwenye ufungaji wa hoja walizozalisha kwenye idara, vitengo vyao, na wasimtegemee mweka hazina au mkaguzi wa ndani kwamba atawajibia. Hizo hoja ni za kila idara inayohusika. Lakini 10, kuweka mpango mkakati wa kutenga 30% ya bajeti ya manunuzi kwenda kwenye makundi maalum. Hii tunalifahamu. Zile zabuni zote 30% yake mnaitakiwa kuitenga kwa ajili ya yale makundi maalum. Na makundi maalum yanajulikana kwa sababu kuna vile vikundi ambavyo tunavipa mikopo yetu ile ya 10%. Kwa hiyo hivyo vikundi tuviwezeshe viweze kuchukua hii miradi ambayo inaweza na iko ndani ya uwezo wao kuweza kuitekeleza. Kwa hiyo hilo pia ni agizo na linaendelea kusisitizwa tulifanyie kazi. 11, wataalamu wapatiwe mafunzo yanayohusiana na majukumu wanayotekeleza ili kuendana na mabadiliko mbalimbali na kuwa weledi katika majukumu yao. Hii itawasaidia kupunguza hoja. Kama tunavyofahamu, wataalamu wote sio kusema kwamba hawana akili. Wana akili, wamesoma na wana elimu zao nzuri, lakini sasa kuna yale mafunzo ya kazini. Mafunzo yale ya kazini ni muhimu kwa ajili ya kuweza kuwajengea uwezo kutekeleza majukumu ambayo ni ya kila siku, lakini kama tunavyofahamu kwamba kila siku kunazaliwa vitu vipya. Kwa hiyo tuwasaidie wataalamu wetu hawa kuwapa mafunzo ya kazini. Na ina imani kwamba sio gharama. Wakati mwingine unaweza ukaona kwamba ni gharama, lakini ukaja kupata gharama zaidi kuliko vile ambavyo ungempa mafunzo huyu mtaalamu akaweza kutekelezea majukumu yake kwa ufanisi na ufasaha zaidi. Lakini pia 4R za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan zitumike katika kupunguza migogoro. Kama ambavyo nimetangulia kusema kuhusu habari ya kujibu hoja za ukaguzi. Sasa hivi serikali imeunda mfumo wa kuratibu hoja za ukaguzi katika mamlaka za serikali za mitaa. Na mfumo huu utarahisisha ufuatiliaji wa hoja hizo na kutoa uwajibikaji kwa kila mtu anayehusika kwa namna moja ama nyingine. Tuna halmashauri ya Chalinze ndio iliyofanya vizuri katika matumizi ya mfumo huu. Kwa hiyo tuongeze kasi ya ukamilishaji. Na hilo labda nitaka kuwasisitiza ni kwamba sasa hivi tumeondoka kwenye makaratasi. Kujibu hoja kwenye makaratasi sasa hivi ni hakuna. Tunajibu hoja kwa kutumia mfumo, na mfumo huu unaonwa na kila mtu. Na mfumo huu wa hoja na mifumo mingine ndio itatumika kutuassess sisi wataalamu au kuassess hizi taasisi zetu. Kwa hiyo tutumie wasaa huu, au kama hauelewi kwamba kuhusiana na mfumo huu bora uulize, kwa sababu hakuna makaratasi tena. Na mfumo huu unaonekana toka hapa kwa mkuu wako wa taasisi, mkoani na wizarani.
Yaani inaonekana ni kitu gani ambacho unakifanya. Mkuu wa idara mmoja mmoja. Hii sio ya kusema kwamba labda mweka hazina atanisaidia au internal auditor atanisaidia. Hapana, ni wewe mwenyewe mkuu wa idara kama umezalisha hoja, na ni wewe mwenyewe utakayeijibia kwa kutumia mfumo. Lakini pia kuna mifumo mwingine wa PEPMIS. Nafikiri tunaufahamu watumishi wenzangu. Huu mfumo tusiuchukulie mzaa. Huu mfumo ndio utatumika na unatumika kutuassess. Wameanza mwaka jana na mwaka huu. Wameangalia trend inavyoenda. Kwa hiyo mwaka huu nao tunaofuata 2025-26 watakaza zaidi. Kwa hiyo wataalamu, tutumie mfumo huu kuweka taarifa zetu tunazofanya. Nina imani kwamba tunafanya vizuri na tunafanya vizuri zaidi. Lakini sasa usipoyaandikia na yasipoonekana, utaonekana kwamba unafanya kazi, na huu mfumo ndo ataangalia namna jinsi ya kupandisha cheo au kukuacha. Kwa hiyo tusije tukawalalamikia sijui maafisa utumishi wana roho gani, sijui ni nini. Hapana. Sasa hivi ni mfumo. Kwa hiyo nipende kuwasisitiza tena na tena, tutumie mfumo huu wataalamu, na kama uelewi, jaribu kuuliza kama ambavyo nimeweza kusema, kwa sababu kuuliza sio dhambi. Mwisho kabisa, kwenye maagizo, nitoe rai kwa watendaji na madiwani wote kutozalisha hoja na kudhibiti mazingira yoyote yanayoweza kusababisha uibuaji wa hoja, na jengeni uwezo wataalamu kama ambavyo nimetangulia kusema kuhusu namna bora ya kudhibiti hoja za ukaguzi, ikiwa ni pamoja na kushirikiana vyema na mkaguzi wakati wote wa ukaguzi. Maana mkaguzi sio polisi, mkaguzi yupo kwa ajili ya kutusaidia. Pia nimepitia taarifa ya mapato na kubaini kuwa mmekusanya kwa 96% mpaka kufikia tarehe 17 Juni 2025. Niwapongeze sana. Mmefanya pakubwa, na ninaamini kwamba hadi tunafika tarehe 30 Juni tutaweza kufikia 100%, na inawezekana. Kwa takwimu hizi inaonyesha kuwa mmetekeleza yale yote mlioahidi. Sina ubaya na yeyote kati yenu. Nendeni mkapambane na wajumbe. Waheshimiwa madiwani, nendeni mkapambane na wajumbe, na ina imani kwamba mtafanikiwa. Waheshimiwa madiwani, nipende tena kutumia fursa hii adhimu kuwashukuru sana waheshimiwa nyinyi madiwani kwa kazi nzuri mlioifanya kipindi chote mlichokuwa mnatumikia nafasi zenu. Mimi binafsi nimefarijika sana kuwa na ninyi kwenye timu ya mkoa. Madiwani nyinyi mmemheshimisha sana Mheshimiwa Rais kwa kusimamia maelekezo yote aliyokuwa akiyatoa kwa usahihi. Pia madiwani nyinyi mmeheshimisha mkoa wetu kwa kusimamia ilani vizuri, na pia madiwani nyinyi mmeheshimisha halmashauri yetu ya Mafia kwa kusimamia matumizi ya fedha na mgawanyo wa miradi kwa kila kata. Mimi kama ningekuwa nachagua madiwani, ningesema nyinyi mnatosha na chenji inabaki. Mchaguliwe tena, lakini nchi hii ni ya demokrasia. Ni ishara Mungu yupo, mtafanikiwa katika uchaguzi unaokuja, kuanzia kwenye chama hadi kwa wananchi, kwani wananchi wa Mafia wameona kazi zenu. Mwisho, waheshimiwa madiwani, naombeeni dua, mwende mkashinde kwa kishindo katika uchaguzi unaokuja, na pia nawakumbusha mnapoenda kuomba kura zenu, pia mkumbuke kumwombea Mheshimiwa Rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa madiwani, mabibi na mabwana, nirudie tena kuwashukuru sana kwa makaribisho yenu mazuri, na ninawapongeza kwa kikao hiki kizuri sana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki mkoa wa Pwani, Mungu ibariki wilaya ya Mafia.